Jina langu naitwa Mchungaji Greenwell Dickson Silkwembe, mwenyekiti wa wilaya ya Mbeya, ambayo hapo awali ilikuwa wilaya ya Mbeya sawa, lakini kwa sasa imegawanyika wilaya mbili. Upande mwingine ni wilaya ya Uyole na upande huu ni wilaya ya Mbeya. Wilaya hii ya Mbeya ina sharika 32 na ina dinari 5. Na matarajio ya wilaya yetu kwanza kabisa ni kumtumikia Mungu kwa matendo na kwa kujitoa, na malengo makubwa ya wilaya hii ni kuwafanya Wakristo waende mbinguni. Na wilaya yetu kwa kuwa ndio inaanza na mambo mengi ya kufanya. Moja ni kuboresha maisha ya kiroho ya Wakristo wa wilaya hii, ili maisha yao yakomae kiroho na yawe thabiti. Lakini pia matarajio ya pili ni kuboresha maisha ya kiuchumi ya Mkristo mmoja mmoja, kwa sababu maisha ya uchumi yakiwa mazuri ni rahisi hata kumtolea Mungu sadaka. Maisha ya Mkristo yakiboreka kiuchumi, hata kanisa litaboreka kiuchumi. Na Wakristo wa wilaya hii tutahakikisha kwamba hakuna Mkristo anayemtegemea mwingine kwa maisha ya kimwili. Kila mmoja anatakiwa afanye kazi, ashughulike, na tutahakikisha kila mtu ana kazi ya kufanya. Akiwa na kazi ya kufanya ni rahisi kumtumikia Mungu. Hata manunguniko hayatakuwepo katikati. Lakini pia matarajio mengine zaidi ni kujenga ofisi za wilaya. Wilaya yetu ambayo haina ofisi, na tupo pale Kadege kwa muda, majengo yale tumeazimwa, lakini matarajio yetu ni kutafuta viwanja. Na kwa kazi hii iliyopo tutahakikisha tunamhamasisha kila Mkristo awajibike kumtolea Mungu sadaka. Wafadhili sisi ni Wakristo wenyewe, hatuna msaada kutoka wapi wala wapi, ni Wakristo wa ndani wenyewe. Na kwa kazi walioifanya kwenye wilaya ilipokuwa moja kabla hatujagawanyika, kule wamefanya miradi ya mabilioni pale. Lakini tunaamini hata tunapoanza Mbeya mwendo ni ule ule na hatutarudi nyuma, tutafanikiwa. Hayo ndio matarajio makubwa kwenye wilaya yetu ya Mbeya. Furaha yangu kwa kweli, mimi najiona kama ni mtoto yatima ambaye Mungu ameniinua sana, na hao Wakristo wa wilaya ya Mbeya naona kama ndio wazazi wangu, kwa sababu jinsi walivyoitikia kunipokea, jinsi walivyonitia moyo kwa maneno yao na matendo yao, nimefarijika. Na kwa kweli nina deni kubwa sana la kumlipa Mungu kupitia wao pia, maana Mungu ndiye aliyewaleta, na mimi nimefarijika na nimefurahi sana kwa sababu mwitikio wao umeonyesha kwamba kwa kweli wako tayari kufanya kazi na mimi. Na mimi nawaahidi sitawaangusha, kwa kuwa niko mbele yao. Nitahakikisha tunafanikiwa kwa mipango yote tuliyoipanga kama wilaya yetu ya Mbeya. Amani ndio kila kitu, na si kwa kanisa tu, hata kwenye taifa pia. Kukosekana kwa amani ni kukosekana kwa kila kitu, hata kwenye ngazi ya chini kabisa ya familia. Hata si hapo tu, hata kwa mtu mmoja mmoja binafsi, akikosa amani yeye kila kitu akienda. Kwa hiyo hata sisi kanisa tunahamasisha sana amani, kwa sababu kuna migogoro ya kidini pia ya Mkristo na Mkristo, Wakristo na wachungaji, unaona, Wakristo na viongozi wao, wazee wa kanisa. Sasa haya yakiingia yanapoteza ile nguvu na hamu ya kufanya kazi ya Mungu. Yaani watu wanakata tamaa. Kwa hiyo tunapohamasisha amani, tunataka kusema ukiwa na amani kwenye ushirika, hata maendeleo yataonekana kwenye ushirika, hata umoja utaonekana, hata kazi zitafanyika kwa nguvu, maana kila mmoja atafanya kwa furaha. Lakini mmoja akikosa amani, pakiwa na mgomvi na migogoro, kazi ya Mungu haisongi, inanyamaza kimya. Ni imani yangu kubwa kwamba kazi ya Mungu mtu mmoja hawezi kuifanya. Hata ungekuwa kiongozi, lazima ushirikiane na wale walio chini yako. Sasa basi, mimi kama mwenyekiti, kwanza wadau wangu wa karibu na wasaidizi wangu wa karibu ni wachungaji kwenye shirika zao. Hawa nitahakikisha tunashirikishana kila jambo linalotakiwa kufanya, na wao wanashirikishwa na wanalielewa. Wakishalielewa wao, ni rahisi hata kulipeleka kwa waumini. Na akielewa mchungaji, muumini rahisi kuelewa. Sipoelewa mchungaji, muumini hawezi kuelewa, kwa sababu mchungaji ndio yuko karibu sana na waumini kule, na yeye ndio mfafanuaji wa kila jambo la maendeleo kuhusu wilaya. Kwa hiyo niliwaombe wachungaji wenzangu kwenye wilaya hii
tafadhali sana, Mungu atutie nguvu katika jambo ambalo liko mbele. Tunahitaji kushikamana na tutashirikishana kila hatua kwa jambo lolote hilo, ili asiwepo mtu akusema mimi sikuelewa. Maana asipoelewa mmoja anaweza kawa chachu kubwa ya kushawishi wengine wasielewe.